Akizungumzia hatua hiyo, meneja wa shirika hilo kanda ya kaskazini Bwana Ismail Mwaipaja amesema kujengwa kwa kituo hicho ni sehemu ya jitihada za shirika za kurahisisha utekelezaji wa majukumu yake ya kudhibiti bidhaa zisizo na ubora. Mpaka sasa hivi bidhaa nyingi ambazo tumethibitisha hapa tunaenda kuzipima Dar es Salaam. Rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ameidhinisha katika bajeti zetu kuona kwamba tuna TBS kanda kaskazini tunaweza kuwa na maabara zetu za kupima bidhaa hapa. Aidha, Mwaipaja amesema taratibu za utekelezaji wa mradi huo zimekamilika na unatarajiwa kuanza wakati wowote kuanzia sasa. Tumepata eneo letu na mwaka huu tunaanza ujenzi wa maabara karibu na uwanja wetu wa mpira kule Afcon City, ambao baadaye itakuwa ni Afcon City. Kwa hiyo tutatengeneza maabara yetu pale kuona kwamba bidhaa nyingi sasa ambazo zinazalishwa katika ukanda huu zitakuwa ziendi tena Dar es Salaam kwa ajili ya kupimwa, zitakuwa zinapimwa hapa. Kwa mujibu wa meneja Mwaipaja, kwa muda mrefu sasa watendaji wa shirika hilo lililopewa dhamana ya kusimamia viwango vya ubora wa bidhaa wamekuwa wakifanya ukaguzi wa mara kwa mara ambao bidhaa zinazokamatwa zimekuwa zikiteketezwa. Kwa mwaka huu tumeteketeza bidhaa zenye takriban tani 46 ambazo ni sawa na thamani ya milioni 130. Kwa hiyo hii yote sisi TBS hatupendi kufanya hivi. Hatupendi kwa maana kwamba kuharibu bidhaa za watu ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini inapobidi tumetoa elimu ya kufanya hivyo hajafanyika, basi hizi hatua. Hata hivyo, katika kudhibiti matumizi ya bidhaa ambazo ubora wake haujathibitishwa, kwa sasa shirika hilo linaendesha programu za kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuelewa athari na kutoa ushirikiano katika kuzitambua na pia kudhibiti. Shirika la Viwango Tanzania hufanya majukumu yake kwa kushirikiana na halmashauri zote nchini katika udhibiti wa bidhaa hizi. Kwa mfano hapa unaona kwamba tumeambatana na maafisa kutoka katika ngazi ya halmashauri ya jiji kuzunguka kutoa elimu. Tumepokea maoni mbalimbali, changamoto mbalimbali ambazo wananchi wanakabiliana nazo. Wengine wanatoa maoni kwamba bidhaa hizi zilizoko katika soko ndiyo, kuna nyingine ambazo zimethibitishwa, lakini kuna bidhaa nyingine ambazo zinaonekana kwamba zimezalishwa bila kuthibitishwa mifumo yake ya uzalishaji. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa ili tuhakikishe kwamba tunazifanyia ufuatiliaji na kuhakikisha kuwa bidhaa inayokuwa katika soko ni ile tu ambayo imethibitishwa ubora wake. Mimi ni Asiraji Mbungi wa ITV.